Ukisoma hii Kolosai 11:13 anasema naye alituokoa katika nguvu na uwezo, alituokoa katika nguvu za giza. Manake tulikuwa tupo kwenye nguvu ya shetani, tulikuwa tupo miliki ya shetani. Sasa unapokuwa katika miliki ya shetani, maandiko yanasema Yesu akatuokoa, akatutoa huko katika miliki hiyo tulikuwa tumemilikiwa na shetani. Sasa kwa namna nyingine alitusaidia sisi tutoke huko ili tuweze kumiliki zile nguvu za Mungu, ili tuweze kuwa na ujasiri, ili tuweze kuongozwa na yeye. Kwa mantikio, kama kuna mtu bado anamilikiwa na adui, manake moja kwa moja shetani kama anampelekesha mtu, shetani kama bado anamiliki mtu, huyo mtu bado hajatoka huko. Lakini lengo la Yesu alipokuja, alikuja kwa ajili ya wote. Yesu asifiwe sana. Yesu alikuja kwa ajili ya wote. Lengo lake alitukomboa. Lakini shida iliyopo, wengine tukatoka kule tukarudi huko tulikokuwa. Mungu atusaidie sana. Yaani Yesu alituokoa wote ulimwengu mzima, lakini bado wengine tukaona kule tulikokuwa ni pazuri. Kwa tukatoka kule ambapo Yesu alituokoa, tukarudi huku kwenye miliki ya shetani. Kiasi ambacho tumempa uhalali shetani, yaani atumiliki. Na kama shetani atatumiliki kwa namna nyingine, tusitegemee kuwa na nguvu za Mungu ndani yetu. Tusitegemee kuwa na nguvu za Mungu ndani yetu kama tumekubali kumilikiwa na adui. Yesu atusaidie sana. Kwa kama kabisa tumekubali kumilikiwa na adui, hizo nguvu za Mungu hatuwezi tukawa nazo. Hauwezi ukawa na nguvu za Mungu ikiwa bado unamilikiwa na adui, ikiwa bado shetani anakumiliki, ikiwa bado ulimwengu unakumiliki, ikiwa bado hii dunia inakumiliki vizuri, inakukontrol. Yesu atusaidie sana. Yaani watu walio wengi dunia wamekubali iwa control. Sasa sikiliza nikwambie, dunia ukikubali kucontrol, yaani dunia itakupeleka inavyotaka yenyewe. Yesu atusaidie sana. Maana tayari umekubali kuwa miliki ya dunia. Mungu alivyotuokoa hakutufanya sisi tuwe miliki ya dunia, bali alitufanya sisi tuwe miliki ya ufalme wa nguvu. Yesu asifiwe sana. Sijui kama naeleweka hapo jamani. Jambo la tatu, nguvu za kiroho. Nguvu za kiroho. Nguvu za kiroho. Nguvu za kiroho. Nguvu za kiroho ni nini? Uweza utendao kazi ndani ya mtu katika ulimwengu wa roho. Ule uwezo unaotenda kazi ndani ya mtu katika ulimwengu wa roho, huyo mtu ana nguvu. Mtu anapokuwa na uwezo, nguvu ipo ndani yake, uwezo unatenda kazi ndani yake, huyo mtu katika ulimwengu wa roho sio mtu wa kawaida, maana amejaa nguvu. Lakini huyo mtu ni upako wa mtu. Upako wa mtu ana upako wa Mungu umetawala maisha yake, lakini ni namna ya kustahimili dhuruba. Ukiwa na nguvu za kiroho zinakusaidia namna ya kustahimili dhuruba, namna ya kustahimili na kile linalokuja. Unakuwa na nguvu itakayokusaidia. Bwana asifiwe sana. Soma Mathayo 1:11 mstari wa kwanza, alafu utaruka tutaenda 12. Mathayo sura ya 11 mstari wa kwanza. Ikawa Yesu alipokwisha kuagiza wanafunzi wake. Yesu alipoagiza wanafunzi wake 12. Alitoka huko kwenda kufundisha na kuhubiri katika miji yao. Yesu alipoagiza wale wanafunzi akatoka akaenda kuhubiri. Hebu soma hiyo 12, anakuambiaje hapo? Mstari wa 12. Mstari wa 12 unasema tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa. Ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu. Ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu. Nao wenye nguvu huuteka. Kwa hiyo huwezi ukauteka, huwezi ukawa na nguvu za ufalme wa mbinguni kama haujakubali kuuteka. Kwa ili uwe na hizo nguvu, maana yoyote aliyeuteka ufalme wa Mungu, yoyote mwenye nguvu ya ufalme wa Mungu, manake hapo amekubali kwamba toka zamani za Yohana Mbatizaji hata sasa, wala sio zamani tu, mpaka sasa hivi, usitegemee kwamba utauteka ufalme wa Mungu kama hauna nguvu za Mungu, kama hauna nguvu za kiroho. Toka zamani, yoyote yule, toka zamani, ukiangalia hata mitume wale ambao walikuwa na nguvu na wakafa, hawakuwa na nguvu tu
kwa muda ule kwamba zimeishia pale, mpaka leo. Ili tuweze kuteka ufalme wa Mungu, lazima tuwe na nguvu, kwamba ile nguvu ambayo tutakayoitafuta kwa hali na mali, ile nguvu ya Mungu kama tutakubali kuitafuta, ndiyo itakayotusaidia kuteka ufalme wa Mungu. Yesu asifiwe sana. Hatuwezi tukateka jamani ufalme wa Mungu bila kuwa na nguvu. Kama hauombi, haufungi, unategemea hizo nguvu zinakujaje? Yaani uombi, haufungi na unataka nguvu, hivi zinakuja hizo nguvu jamani? Yaani kuomba huombi kwanza, hilo ni moja, lakini kufunga hufungi, kutafuta uso wa Mungu hutaki, ibada hutaki, alafu unataka nguvu za Mungu, unataka kumiliki. Hakuna kitu kama hicho, wala maandiko hayajasema hivyo kwamba ukae usubiri. Kufunga utaki, kuomba utaki, ibada utaki, unataka nguvu, unataka badiliko. Hakuna badiliko. Mungu atusaidie sana. Hauwezi kubadilika kama hutaki wewe mwenyewe kujibadilisha moyo wako. Maana lazima ukubali kubadilika. Lazima tukubali kubadilika. Lazima tukubali kutafuta uso wa Mungu. Lazima tukubali kabisa, tukubali. Kama tutakubali, hizo nguvu tunazipata. Lakini kama hatukubali, tunataka nguvu, tunazipateje? Toka hizo waliozipata hizo nguvu walitafuta uso wa Mungu. Toka hizo za Yohana Mbatizaji alitafuta uso wa Mungu, aliongea na Mungu. Sasa wewe unaongeaje na Mungu? Wapi ni sehemu ambayo huwa unaongea na Mungu? Ni mahali gani ambapo huwa unaongea na Mungu? Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, wiki imepita, mwezi umepita, mwaka umepita. Umekuwa na muda wa kumtafuta Mungu? Yesu atusaidie sana. Umekuwa na muda wa kutafuta uso wa Mungu? Umekuwa na muda wa kuzitafuta hizo nguvu? Tunataka mabadiliko, lakini hatutaki kumtafuta Mungu. Hakuna mabadiliko pasipo kumtafuta Mungu. Hakuna badiliko la roho. Hakuna badiliko la roho. Hakuna baraka za roho. Achana na hizo za mwilini huko. Hakuna baraka za roho kama hatutakubali kumtafuta Mungu. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna kushinda, hakuna kuwa na nguvu kama hatutakubali. Hatutaweza kuteka nguvu za ufalme wa Mungu. Hatutaweza kuziteka nguvu hizo kama hatutakubali. Kama kanisa, ndugu zangu, hatutatoka. Ili tutoke, kila mmoja kwa nafasi yake akubali. Uwe ni mama, kubali. Maandiko yanasema Mungu anawatafuta wamama, wanawake waomboleza. Unaomboleza ndugu yangu? Wamama tunaomboleza? Tunaomboleza jamani wamama. Si wamama tu, na sisi wa baba. Kama mama anaomboleza, baba unaacheje? Hebu msapoti basi. Ingia magotini. Yesu asifiwe sana. Hivi kama kweli tukiamua mmoja tukiamua kweli, unadhani tutabaki kwa level zetu za kiroho hizi? Sio rahisi. Sio rahisi kama tutaamua. Lakini haya mambo yanataka ujasiri. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 4, kujikubali kuwa wewe ni mshindi. Unajikubali. Hiyo ni njia itakayo kusaidia kumiliki nguvu za ufalme wa Mungu. Unajikubali kuwa wewe ni mshindi. Kujikubali kuwa wewe ni mshindi. Unajikubali wewe ni mshindi. Wewe hautafeli. Wewe unashinda. Wewe unapita hapo. Unajikubali. Kitendo cha kujikubali, kitendo cha kuamua, kinakusaidia kabisa kuzimiliki hizo nguvu. Yesu asifiwe sana. Sasa kujikubali kuwa wewe ni mshindi kunaleta matokeo ya kujiamini. Kwanza kunaleta matokeo ya kujiamini, hilo ni moja. Lakini pia kunaleta raha fulani ya matamanio ya kufanikiwa hata kama jambo halijatokea. Tayari umejenga kujiamini. Kunaleta ile raha, kunaleta furaha ya moyo hata kama kitu hakijatokea. Ninaamini. Sisi tunaamini ya kwamba
siku moja tutakwenda mbinguni. Kwa kuna kale karaha tunako. Ni lini? Mimi na wewe hatujui. Bwana asifiwe sana. Ni tumaini tumeliweka ndani. Kwa hako kahali kakiwa ndani, mimi najiamini. Kwa sababu Yesu akija, mimi naenda. Kwa kuna kale karaha umeweka ndani. Kuna tumaini umeweka ndani. Yesu asifiwe sana. Lakini kujiamini kunaleta uhalali wa kuwa mmiliki wa ufalme wa Mungu. Kunakupa wewe ni mmiliki. Wewe una uhalali wa kumiliki ufalme wa nguvu za Mungu. Rumi 8:31. Rumi 8 mstari wa 31. Alafu utasoma na 37. Basi tuseme nini juu ya hayo? Basi tuseme nini juu ya hayo? Akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliyoko juu yetu? Lakini katika mambo hayo yote, soma 37. Yes. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Tunashinda na zaidi ya kushinda kwake yeye aliyetupenda. Kwake yeye aliyetupenda. Maana ushindi tulio nao tupo tunaupata kwa sababu yupo aliyetupenda, ambaye ni Yesu. Yule aliyetupenda ametupa namna ya kujikubali kwamba sisi ni washindi. Sisi ni washindi. Kila unapotembea wewe unajiamini. Unapokuwa mshindi, maana umemiliki. Unaamini ya kwamba hizo nguvu ninazo. Kwa nini? Kwa sababu mimi ni mshindi. Mimi sijafeli. Kwa sababu mimi sijafeli kuzimiliki hizo nguvu. Ninazo. Na kama ninazo, basi hata liwepo jambo lolote, hata awepo mtu yoyote, hawezi akazuia mimi kuzimiliki hizo nguvu. Yesu asifiwe sana. Yesu wetu asifiwe sana. Lakini jambo la mwisho, kuongezewa nguvu. Kuongezewa nguvu. Uwezo, kuongezewa nguvu. Unaongezewa nguvu. Unaongezewa nguvu. Unapotaka kuzipata hizo nguvu za Mungu, hizo nguvu za mbinguni, kuna namna lazima uongezewe nguvu. Kuna namna lazima uongezewe nguvu. Lazima nguvu. Maandiko yanasema, ukisoma wakati Musa anafika mahali anapigana na jeshi, anafika mahali mikono yake inafanyaje? Inachoka. Inapochoka, jamaa wanasema hapana, basi ngoja tufanyeje? Tuishikilie. Anapokuwa tayari alikuwa amepungukiwa nini? Nguvu. Wanapoinua tayari Israeli inakuwa na nguvu tena. Bwana asifiwe sana. Kwa kuna wakati huwa tunachoka. Lakini maandiko yanasema kuchoka kwetu huko kusiwe sababu ya sisi hizo nguvu tusiache. Hizo nguvu lazima tuwe nazo. Msomee Isaya hapo. Isaya 40 mstari wa 29 mpaka 31. Isaya sura 40 mstari wa 29 mpaka 31. Tuone hapo. Huwapa nguvu wazimiao. Humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na nini? Na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka. Kumbe vijana nao watachoka njiani. Mungu atusaidie sana. Hata vijana watazimia na kuchoka. Hata vijana jamani watachoka njiani, tena wana nguvu, tena amewaandikia wao ndio wana nguvu. Na wanaume vijana wataanguka. Bali wao wangojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa Bwana. Watapanda juu kwa mbawa kama tai. Watapiga mbio wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Mungu atusaidie sana. Kwa unaona kuna wakati nguvu unaishiwa. Lakini maandiko yanasema ukisoma hii mstari wa 29, mstari wa 29 hapa anakuambia huwapa nguvu wazimiao, huwaongezea nguvu yeye asiyekuwa na nini? Na uwezo. Kwa kuna mahali ambapo unaweza ukachoka. Ndugu zangu, safari ya kwenda mbinguni na mambo mengi. Ina vitu vingi. Na ndio maana mtu mwingine akikata tamaa, akipotea amepotea kabisa. Na mtu mwingine anakata tamaa lakini bado anasema pana, nainuka tena. Anapoinuka tena, basi kuna nguvu inamsaidia kusonga mbele. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nguvu ndio ambayo tunayozungumzia hapa. Pale ambapo umekata tamaa, pale ambapo umevunjika, hapo Mungu ndipo anataka kuongeza. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Simama kwa miguu yako.